Bwana Yesu asifiwe. Kupa matokeo ya uchaguzi yaliyofanyika katika ulimwengu wa roho Desemba 19, na mimi kama mjumbe wa agano ndio nimepewa kusimamia hayo matokeo. Nimepewa hiyo karatasi ya uchaguzi wa Tanzania kuanzia 2025 mpaka 2045, na manake watu wote wapo humo. Mama alikuja mara ya kwanza, maana alizunguka anavyozunguka, lakini mwisho wa siku ile sehemu ndio sehemu sahihi yenye majibu yangu. Kwa hiyo akaja kuomba, akaniambia ninaomba niongeze miaka 5. Nikamwambia, nikachukua nikapima ile miaka. Kama nilivyosema mwanzoni, nikapima ile miaka. Baada ya kuipima ile miaka, nikaona kuna matatizo. Nikamwambia ninaweza nikakupa, lakini ukapata matatizo. Amen. Kwa hiyo sikufanya maamuzi kwa sababu nilijua kuna tatizo. Na sababu ya tatizo mimi nafanya nini? Najua. Umeelewa? Sababu ya tatizo ninaijua. Wewe kama mwanasiasa, wewe uko kafu, Chadema, ACT, CCM, nisikilize. Mimi ndio kazi inasimamia hicho kiti, mwenye kutoa hukumu na haki katika hicho kiti cha urais. Bwana Yesu asifiwe. Kupa matokeo ya uchaguzi yaliyofanyika katika ulimwengu wa roho Desemba 19, na mimi kama mjumbe wa agano ndio nimepewa kusimamia hayo matokeo. Nimepewa hiyo karatasi ya uchaguzi wa Tanzania kuanzia 2025 mpaka 2045, na manake watu wote wapo humo. Kwa hiyo leo tunakwenda kuangalia hayo matokeo ya uchaguzi. Matokeo ya uchaguzi, na katika kuangalia hayo matokeo, kabla hatujaenda 2030, tuje tuanze 2025 ambao ni mwaka kesho. Amen. Matokeo ya mwaka 2025. Nilikueleza kuhusu mama, nilikwambia mama 2025 sio baraka yake, si ndio? Na nikasema tena pia mama aliniomba nimpe miaka 5 mingine, nikakataa, si ndio? Kwa sababu ni mwana wa Mungu, mtu wa mbinguni, hauwezi kunielewa. Utaona kama vile najipendekeza kwa watu au najikomba komba. Amen. Lakini hiyo ndio sehemu yangu ambayo nimepewa kuisimamia. Amen. Mungu akubariki sana. Twende tusome Luka hiyo 18 kabla sijaenda kunianza 2025. Amen. Akasema palikuwa na kazi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Naye katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane alikuwa akimuendea akisema, nipatie haki ya adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Amen. Bwana akasema, msikilizeni asemayo yule kazi dhalimu. Na Mungu je, hawapatii haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye mvumilivu kwao? Si ndio? Huyu aliyekalia kiti cha mamlaka ya kutoa haki na hukumu anaitwa nani? Kazi. Unajua kazi ni nani? Sawa. Lakini alikuwa hamchi Mungu. Akasema, japokuwa simchi Mungu, lakini nitampa haki yake nani? Huyu mwanamke, ili asiendelee kunisumbua. Amen. Yesu asifiwe. Ndivyo hivyo leo kuna Mungu wa Tanzania ambaye amekaa, ambaye yeye ndio anatoa haki kwa Tanzania, au anatoa nani awe nani au nani afanye nini kwenye uongozi, sawa, wa nchi hii, si ndio? Huyo ndio Mungu wa Tanzania, kazi aliye katika Biblia, si ndio? Sasa kazi huyu tumeshamfuta. Amen. Muda wake umefanya nini? Umeisha. Mjumbe wa agano ameshafika, mtu wa Mungu ameshafika kusimama kwenye hicho cheo, kwenye nafasi ya nani?
ya kazi ili kutoa haki kwa watu. Amen. Na baraka kwa watu. Mjumbe wa agano niko hapa, ndio nimesimamia hiyo nafasi. Kwa hiyo sasa basi, mimi kama kazi ambayo natakiwa kuhukumu na kutoa majibu ya mtu, sawa, nataka leo nikwambie 2025, wewe kama mwanasiasa, wewe uko kafu, Chadema, ACT, CCM, nisikilize. Mimi ndio kazi ninasimamia hicho kiti, mwenye kutoa hukumu na haki katika hicho kiti cha urais. Amen. Katika ulimwengu wa roho, mwisho matokeo tutaona katika mwili, mtakuja katika damu na nyama. Amen. Katika 2025 au katika fomu ile, niseme tu ile fomu jinsi ilivyo, kwani nikuwekea hapo kwenye picha uone ile fomu jinsi ilivyo. Ile fomu namba 1 kwenda chini, namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba ngapi, alafu imeandikwa maelezo, alafu imefuatia mwaka, alafu imefuatia matokeo. Sawa. Katika mwaka ndio imeandikwa mwaka wa utawala na mwaka wa kushinda na nani anatakiwa ashinde. Sawa. Mwaka 2025 mpaka 2030, 2030 mpaka 35 ni nani anatakiwa afanye nini? Ashinde, na ni chama gani pale kwenye mwaka. Lakini kwenye matokeo kumshoni, ulipoandika matokeo sio kama wewe unavyofikiria kwamba matokeo yatakuwa ni CCM, sio Chadema, sio CUF, sio TLP, sio nani. Huku mwishoni maana yake matokeo yanasema hivi: baada ya uchaguzi katika miaka 5 au miaka 10 nini kitatokea? Yani matokeo ule, yani baada ya ule uchaguzi matokeo yake ataleta nini? Kama ni vita au kutakuwa na amani, ndio matokeo kule mwisho. Ndio kilichoandikwa kule mwishoni. Amen. Yesu asifiwe. Ndio kilichoandikwa kule mwishoni. Kwamba 2025 kwenda 30 nini kitatokea? Matokeo yake vita au upanga au ni nini? Au ni njaa. Ndio kimeandikwa kule mwishoni. Sawa. Sitakwambia kilichoandikwa kule mwishoni kwa sasa. Endelea kunifuatilia mpaka mwisho. Mama alikuja mara ya kwanza, maana alizunguka anavyozunguka, lakini mwisho wa siku ile sehemu ndio sehemu sahihi yenye majibu yangu. Kwa hiyo akaja kuomba, akaniambia ninaomba niongeze miaka 5. Nikamwambia, nikachukua nikapima ile miaka. Kama nilivyosema mwanzoni, nikapima ile miaka. Baada ya kuipima ile miaka, nikaona kuna matatizo. Nikamwambia ninaweza nikakupa, lakini ukapata matatizo. Amen. Kwa hiyo sikufanya maamuzi kwa sababu nilijua kuna tatizo. Na sababu ya tatizo mimi nafanya nini? Najua. Umeelewa? Sababu ya tatizo ninaijua. Na mimi ninavyozungumza haya, kesho utakuja kusikia na wengine wanafanya nini? Wanazungumza hichi ninachokiongea. Na utaona matokeo, kwa sababu ni kinywa cha Mungu kinaongea. Mungu ameniweka hapa kwa ajili hiyo. Amen. Unajua leo tuko 2024. Kwa sababu hiyo nafasi ya kazi hauwezi kuipata kirahisi rahisi. Maana huyo Mungu wa Tanzania aliyopo hapo, anavyopigana kila kicha. Wewe uone wewe. Na huwezi kushindana naye ukashinda. Sisi tumeshinda kwa sababu ni Mungu ametusimamia, ameweka roho yake hapa ili kuhakikisha anatoka. Amen. Ili Mungu akae. Na mimi nimesema nini hapa kwenye nani? Kutoka mwanzo nimesema nini kwenye hichi kiti? Kwamba kuna mtu. Simesema hakuna mtu. Kwa mimi ndo ninayeamua. Kwamba nina uwezo wa kuamua kwa sababu hakuna mtu. Kwa mimi ndo naweza kuamua nani awepo. Kwa free. Pako free. Kwa mimi ndo ninayeamua. Wewe ambao unafuatilia, fuatilie na unisikilize. Kile ambacho nimekitamka na kukiongea ndio kinachokwenda kutokea. Hakuna kitakachoenda kutokea kinyume. Ukiona kinyume basi unajua kuna sababu. Amen. Na sababu nimeshakutajia, nimeshakwambia. Sawa. Ndio maana nimekwambia hata wewe Dar es Salaam unaona hajatokea, unajua sababu ni nini? Kama mimi niliwatangazia na mjaona, unajua sababu ni nini? Au nataka nikutangazie kwamba imekuwa hivi na hivi na hivi? Amen. Sababu mimi ndio ninayejua, kwa sababu ndio mjumbe. Ninajua sababu. Basi siwezi nikakwambia. Amen. Kwa nimekutajia unabii na nikakuelekeza.
na usema alisema fulani atakuwa rais, sasa hizi amebadilika, amegeuka. Sio nimegeuka, vitu vinapangwa, vinaenda kwa mpangilio. Boss sio unaelewa, vitu vinaenda kwa kurupuka. Na kabla sijasema au sijaongea tofauti, nilishafanya nini? Nilishaongea sana, ndio nikapuuziwa na nikadharauliwa na kutukana. Sasa maamuzi yameshafanyika. Pamoja na kuzunguka kote, kuhangaika kote, majibu yako hapa. Hapa ndio kujibu majibu. Zunguka unavyozunguka, ukatae unavyokataa, lakini hapa ndipo penye nini? Na tunachokiongea ndicho kinakutukwenda ku. Anayeamini anatusikiliza, asiyeamini anatusikiliza hapa. Anayetukana na anayenyamaza kimya, wote wanatusikiliza. Amen. Jambo nililoliongea lisitokee. Litatokea. Hata kama litachelewa linafanya nini? Litatokea. Labda mimi kama mjumbe wa agano nibadilishe kama nilivyobadilisha.